yule jana na leo hata milele, hajawahi badilika. Huyo ni Yesu. Haleluya, haleluya. Wasionifahamu kwa majina, naitwa Samuel John Mlega. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuhubiri nilianza mwaka 2011. Nilikuwa nimepangiwa mkutano mmoja Kisana na mkuu wangu wa area. Ndio nilianza. Kwa si kidogo. Haleluya. Hebu nikupe ka utangulizi kidogo. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2:37. Matendo ya Mitume 2 inasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mbatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Walipochomwa mioyo yao, injili ni upanga, injili ni nyundo, injili inapasua, injili ni greda. Likipita kwenye mawe, jiwe halibaki. Likipita kwa wachawi, hawabaki. Likipita kwa wazinzi, hawabaki. Likipita popote, hawabaki. Lakini nakwambia, jisalimishe kwa Yesu. Hiyo ndio salama yako. Hakuna usalama mwingine isipokuwa ni kwa Yesu peke yake. Haleluya, haleluya. Twende kwenye mada ya leo. Nataka nizungumze ujumbe unasema, kwa Yesu kuna maisha ya uzima. Kwa Yesu kuna maisha ya uzima. Luka 12:15. Luka 12:15. Kwa Yesu kuna maisha ya uzima. Kwa Yesu kuna maisha ya uzima. Hakuna popote utakapoenda, uende KCMC watakusaidia miaka 50, 70. Uende Benjamin Mkapa watakusaidia kwa muda mchache. Lakini kwa Yesu Kristo aliye juu, huko kuna maisha ya uzima, tena maisha ya sasa na maisha ya baadaye tunayaendea. Hakuna aliyefika mahali pale. Luka 12 mstari ule wa 15. Soma. Biblia inasema, akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haume katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, hapo 15 turudia. Rudia hapo tu. Nitarudia mstari mmoja tu. 12 mstari wa 15. Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haume katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Amen. Haleluya. Biblia inasema, jilindeni na choyo. Jilindeni na choyo. Maana Biblia inasema hivi, katika mambo hayo, maana uzima wa mtu haupo katika wingi wa vitu vyake. Jilindeni na choyo. Biblia inasema jilindeni na choyo. Ujumbe wangu nasema, kwa Yesu kuna maisha ya uzima. Ili upate maisha ya uzima, lazima uje kwa Yesu. Lazima uje kwa Yesu. Watu tunahitaji wajilinde na maisha mabaya. Maisha ya dhambi ni maisha mabaya. Watu wametengana na Mungu. Watu wametengana na Mungu. Vijana wametengana na Mungu. Mabinti wametengana na Mungu. Lakini leo nimekuja kwako, nimekuja na ujumbe huu. Endelea
kuona ya kwamba Yesu yuko kwa ajili yako, tena kwa maisha sasa na kwa maisha baadaye. Anasema uzima wa mtu haupo katikati ya wingi wa vitu vyake. Uzima wako, uzima wangu haupo kwenye mali zangu, haupo kwenye mali zangu, haupo kwenye mali zangu, haupo kwenye nyumba zangu, haupo kwenye biashara zangu, haupo kwenye miradi yangu. Uzima wa mtu upo katika Yesu Kristo aliye juu. Uzima wa mtu upo katika Yesu Kristo aliye juu. Yeye anaweza. Nakwambia, wingi wa uchawi wako hakuna uzima. Wingi wa uchawi wako hakuna uzima. Wingi wa uchawi wako, wingi wa uganga wako, wingi wa uchangudo wako, kuna uzima. Uzima ni katika Yesu. Uzima ni katika Yesu. Leo nimemleta Yesu. Yesu anaweza. Yesu anatosha. Yesu anabadilisha. Yeye ni ngao. Yeye ni kimbilio. Wanayetaka usalama wakimbie kwa Yesu. Wanayetaka usalama waje kwa Yesu. Wingi wa mtu, wingi wa uzima haupo katika wingi wa mali zake. Hata kana kwamba wanakufahamu utemini, wewe ni mchawi sana, huko hakuna uzima. Hata kana kwamba wanakufahamu Singida yote, wewe ni changudoa kutosha, hakuna uzima. Hata kana kwamba wanakufahamu wewe kuvaa nguo za aibu kwako haina shida, haikusumbui, lakini huko hakuna uzima. Uzima ni katika Kristo. Uzima ni kwa jina la Yesu. Uzima ni katika Bwana. Yeye anaweza. Yeye anabadilisha. Yeye anageuza. Yeye anatosha. Yeye anabadilisha. Ipo nguvu ya Bwana. Ipo Yesu anaweza. Haleluya. Haleluya. Uzima wa mtu, uzima wa mtu haupo katika wingi wa mali zako. Hata kana kwamba umejenga sana, ni sawa na kubali kwa dunia ya leo, lakini kuna maisha yajayo, kuna maisha tunayoendea. Hayo maisha nakwambia, mali zangu hazitanisaidia, mali zangu hazitanisaidia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Uzima wa mtu haupo, ni kwa Yesu, mwanaume pekee aliyejitoa pale Kalvari, akasema mimi najitoa. Wakati ule mbingu ikanyamaza, mbingu ikanyamaza, dunia ikatulia. Akasema, sauti moja ikatokea, akasema mimi hapa Baba nitume. Naenda kwa dada yule, naenda kwa mama yule, naenda kwa kijana yule. Nataka nikawaokoe, nataka nikawatoe kwenye lile shimo ambalo watu wamekamatwa. Liko shimo baya, watu wamekamatwa, lakini kwenye hilo shimo Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa, anatenda, anafanya. Yuko Yesu, anatenda. Nakwambia, kama unataka uzima, kimbia njoo kwa Yesu. Kama unataka uzima, kimbia njoo kwa Yesu. Acha kujivunia uzima wa leo, acha kujivunia uzima wa kesho. Nakwambia, uko uzima ujao, uko uzima unayekuja. Huo nakwambia, haujalishi ya kwamba wewe ni nani. Utakuja kulia, utakuja kusema, Baba niliimba sana hata kwenye kongamano, lakini hata jua. Anachoangalia ni matendo ya mtu, anachoangalia ni matendo ya mtu, anachoangalia ni matendo ya mtu. Nakwambia, wokovu, wokovu ni ufunguo wa kwenda kufungua kwenye milango ya mbinguni. Tukifungua namna hii, tunapenya, tunaingia kwenye uzima wa milele. Haleluya. 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 Uzima wa mtu. Umeugua sana, kwa Yesu inawezekana. Umeteseka sana, kwa Yesu inawezekana. Haleluya. Haleluya. Wakati niko Shinyanga ninahubiri, nilipomaliza mkutano siku hiyo, nimemaliza, kuna mama moja akwepo kwenye ule mkutano. Kesho yake ninaondoka kwenye mkutano saa 12, mama akaja akagonga mlango, analia. Ni bibi, niseme mimi kama bibi yangu. Anasema, mwanangu,
mchungaji, naomba unisaidie, naomba unisaidie, nina kesi mahakamani, ninanyang'anywa shamba langu ambalo ni haki yangu. Nikamwambia usilie, yupo aliyekuja kutuliza vilio vya watu, yupo aliyekuja kutuliza vilio vya watu, yupo aliyekuja kutuliza vilio vya watu. Nikasema usilie. Akasema analia kwa sababu naona anayeninyang'anya haki yangu tu yule tuliyetoka tumbo moja. Nikamwambia haijalishi, mwe mmetoka tumbo moja, mmetoka matumbo mawili, mmetoka matatu, lakini haki yako inarudi, haki yako inarudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikasema tunaenda na imani. Nikachota mchanga namna hii, nikamwambia huu mchanga ndilo shamba lako, alafu chukua, kesho naingia mahakamani. Akasema ndio. Nenda mahakamani, alafu utasomewa shamba unakabidhiwa. Anasema ni kweli kweli baba, anasema ni kweli. Nikamwambia yote yanawezekana kwake. Haleluya. Akaondoka. Jumanne wakati nimefika nyumbani, akanipigia simu, akaniambia mchungaji, baba mchungaji, baba mchungaji, oh, shamba nimepewa, shamba nimepewa, shamba nimepewa, shamba nimepewa. Haleluya, haleluya. Yupo Yesu. Uzima wa mtu, uzima wa mtu hauko kwenye mali. Uzima wa mtu haupo kana kwamba umechanjwa chale sana mpaka pande zote umechanjwa. Huko hakuna uzima. Uzima ni katika Kristo. Nakwambia, nakwambia, hata kana kwamba wewe ni mtaalamu kubeba vile vile vipochi, ukabeba ukaanza na kutembea, mimi sina shida. Huko hakuna uzima. Uzima nakwambia ni katika Kristo tu. Huko ndiko kuna uzima. Acha uringa leo, lakini ipo siku moja watakao ringa ni wale watakaokaa na Yesu, ni wale ambao watakaa na Yesu, ni wale ambao watakaa na Yesu. Haleluya, haleluya. Uzima wa mtu, uzima wa mtu haupo, haupo uzima wa mtu. Acha kiburi. Siku zinapita. Wangapi waliopita na mali zao, wangapi waliopita na biashara zao, wangapi waliopita na makampuni yao, leo wamenyamaza. Je, walinyamaza wakiwa salama, au walinyamaza tu kwa sababu nyimbo na tuziimbete? Inakusaidia nini wakati jehanamu inakusubiri? Wakuimbie sana, waseme huu msiba ulikuwa mkubwa sana. Itakusaidia nini? Hukumu inakusubiri, inakusubiri nini? Itakusaidia nini? Itakusaidia nini? Haleluya, 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 haleluya. Wenye kiburi wote tutawakanyaga, kanyaga, kanyaga, tutawakanyaga, kanyaga, tutawakanyaga, halafu tukasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Uzima wa mtu. Vijana, acha leo kana kwamba umekuwa mzima. Biblia inasema kumbuka siku za ujana wako, mtumikie Mungu sawa sawa. Acha kujivunia ujana wako kwa mambo mabaya. Hiyo hapo. Acha kujivunia. Unafikiri wengine tulianza tukiwa vijana tunaichapa injili? Wewe wapi? Mtani sifa mbaya, kwenda zako. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunahitaji kuona vijana wachache wa Bugodi wakichapa injili, wakipiga injili, halafu shetani achanganyikiwe, apigwe butwaa. Yes, haleluya, haleluya. Unajua wachungaji wakiona vijana hivyo, nikwambie kitu, watafanya hivi. Watakaa namna hii wakisema na
Yani kamguu kanacheza cheza, nasema na. Leo wachungaji nakwambia hawatikishi mguu wala kichwa, wanalia tu. Vijana hawa nakwambia, wafuteni wachungaji machozi wanayolia. Tunahitaji kumtumikia Bwana, tunahitaji kujenga ufalme wa Bwana. Haleluya, haleluya. Uzima wa mtu haupo katika mali zake. Uzima wa mtu, wanamuziki, haupo katika mali za mtu. Uzima wa mtu nakwambia upo katikati Yesu. Kwa Yesu kuna uzima, kwa maisha ya sasa mpaka ya baadaye. Nakwambia hata kana kwamba utaondoka leo, bado maisha ya baadaye utaenda kukaa na Bwana, utaimba na Bwana, utasifu na Bwana, maana yeye atasema, karibuni wanangu mliobarikiwa, kutoka Ulemo, kutoka Arusha, kutoka Mwanza, utafutwa machozi. Yesu anaweza, Yesu anaweza. Uzima wa mtu, wewe ulioko kule, uzima wa mtu haupo kwa ajili ya mali zake. Wako wapi watemi waliowika Tanzania? Wako wapi? Wamekwisha. Wanaingia mbinguni, wanaingia wapi? Au wanaenda mbuguni? Kuna wengine wanaenda mbuguni, au kuna wengine tunaenda mbinguni. Haleluya, haleluya. Naomba nimalizie na Kumbukumbu la Torati 30:15-18. Changamka. Kumbukumbu la Torati. Soma Kumbukumbu la Torati. Angalieni, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema. Angalieni, nimekuwekea mbele yako yaliyo mazuri na mema, na mauti na mabaya. Mauti na mabaya. Kwa hivi nikuagizavyo leo kumpenda Bwana. Kwa hivi nikuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake, kuenenda katika njia zake, na kushika maagizo yake, na kushika maagizo yake, na amri zake, na amri zake, na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Haleluya, haleluya. Kama unataka kuwa hai, kama unataka kuwa hai, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Kama unataka kuwa hai, njoo kwa Yesu. Huko mbinguni Biblia inasema ya kwamba ameweka mauti, ameweka na laana, ameweka na uzima, lakini uzima ni kwa watakatifu katika jina la Yesu. Kwa watakatifu wote wana uzima. Nakwambia laana zote, laana zote, laana zote na mauti yote, nakwambia yanawakuja, yanakuja kwako. Uko kimbia upesi, uko kimbia upesi. Uzima wa mtu, njoo kwa Yesu. Sema yatosha kutembea kuwa ndoa za watu, imetosha kuwa mchawi, imetosha kuvunja ndoa za watu, imetosha. Njoo kimbia kwa Yesu, njoo kimbia kwa watu. Sema utapeli nao umetosha, umetosha. Na kuja kwako Yesu atakusalimisha, Yesu atakutengeneza. Utakuwa kijana mzuri, utakuwa baba mzuri, utakuwa mama mzuri, kwa sababu yeye ni uzima, 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 yeye ni uzima. Haleluya, haleluya. Ni uzima, ni uzima. Wengine tunaringa na Yesu. Haleluya, haleluya. Tunaenjoy na Bwana. Wengine tunaenjoy na Bwana, wengine wanaenjoy na uchawi na faida hakuna. Wengine wanaenjoy na uzinzi na faida hakuna. Wengine wanaenjoy na uasherati na faida hakuna. Tunaenjoy na Yesu, tunaringa na Yesu, tunaenda na Yesu, tunaenda na Yesu, tunaenda na Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu, wingi wa uzima, huo mlango, huo mstari, wingi wa uzima mtu haupo katika mali zake. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Nikwambie haupo katika mali zake. Haya, ukafika wakati ukachoka, wakakufikisha kwenye chumba cha maututi, madokta bingwa wakaanza kukuzunguka, alafu kipindi hicho akaunti inasoma sawasawa, pesa zako zote, madokta bingwa wamekuzunguka hapo, wanasema jamani, tufanye nini? Wanabadilishana mawazo kwa haraka wakunusuru, lakini kama wakati umefika, pesa hazitakusaidia. Utafika wakati utanyamaza taratibu, lakini kama umeondoka katika utaratibu huo, alafu umekuwa mtakatifu, huko malaika wanajiandaa kukupokea. Wanasema tumpokee shujaa, unapokelewa shujaa. Haleluya. Unapokelewa shujaa. Wakati ule mbingu imetulia, malaika wametulia, na kwambia wametulia, wanampokea shujaa aliyeshinda, aliyetegemea uzima wake katika Yesu. Wewe unayetegemea katika mali, unayetegemea kwa uchawi, unayetegemea kwa uzinzi, na kwambia wataanza kuvutana, tumpeleke wapi? Oh, kuzimu nako anashangilia, huyu ni wa kwetu. Faida gani umepata? Haleluya. Injili ni moto, ni upanga. Ukikukata, kimbia kwa wachungaji, waambieni wachungaji, nimekatwa mguu. Kama tumekukata makomando wa Injili, kimbia kwa wachungaji, nendo kafungwe sawasawa, hapo ndipo utapona. Haleluya. Kimbia, nenda kafungwe, nenda kafungwe. Haleluya. Wengine tumeagizwa kufikiani kukata, na ninakwambia injili mimi sikuhubiri injili za leo ambazo watu wanazipaka mafuta, mara wako kwenye majukwaa, badala ya semina wazipeleke ndani, eti wanasema ni mkutano wakati ni semina. Na kuletea injili za kina Lazaro, za kina Kolola, za kina Harisi kapiga. Haleluya. Injili ni uweza, injili inapasua, injili inararua. Ukiraruliwa, ukichoma moyo wako, wewe njoo tujisalimishe mapema, jisalimishe. Sema sasa huko imetosha. Nakwambia waage mapema, waage. Waambie hivi, huku kumenuka. Waambie kumenuka. Haleluya. Uzima wa mtu haupo kwenye mali zake. Toka umeanza kufanya uzinzi, ulishapata faida gani? Toka umeanza kwenda kwa waganga, wamekuchanja chale mpaka chale zimeanza kurudiana humo, umepata faida gani? Faida gani uliopata? Haleluya. Wengine wako hapa na kwambia toka wazaliwe hawajui chanjo, na kwambia wajajua chale, halafu bando anadunda na yes. Haleluya. Unataka uimbie nyimbo na
nyimbo na tuziimbe pale, zitakusaidia nini? Hapo sasa. Pigwa. Kwambia watu wanasimama kwa heshima. Nyimbo na tuziimbe. Tunapungiana mikono na sogea, 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 nimemaliza, sogea, 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 sogea. Milele. Mashujaa tuonane milele, mashujaa. Mashujaa tuonane milele, milele kwa Yesu. Haleluya. Andari ikule. Naomba sogea, njoo kwenye gari huko, acha gari, njoo kwenye gari, acha, njoo. Uzima wa mtu haupo kwenye mali zake, haupo kwenye uzima wake. Njoo. Na wasubiri, na wasubiri. Milele hariniku. Haleluya. Tonane milele. Tonane bandari kule. Tonane milele. Tonane bandari kule. Tonane milele. Tonane bandari kule. Bado na nisikilize kwa makini. Funika macho yako mahali pale ulipo. Funika kwa kumheshimu Mungu wako. Walipochomwa mioyo yao, wakamwambia mtumishi wa Bwana, tufanye nini? Akawaambia, tubuni mpate ondoleo la dhambi. Yaweza kuwa uko mahali hapa, umechomwa moyo wako, neno limekugusa, uzima wa mtu haupo katika wingi wa mali zake, haupo. Ni nafasi ya pekee ya kupatana na Mungu. Ni nafasi ya pekee ya kupatana na Mungu. Maombi ya wahitaji ndio yatafuata. Nataka watu wapatane na Mungu. Haitakufaa tunakuombea unaondoka na uzima, alafu bado unaishi kwenye maisha ya dhambi. Haitakusaidia. Hapana. Kama uko mahali hapa, wala usione haya. Biblia nasema, kama utanionea haya mbele za watu, na mimi ndivyo hivyo nitakavyo kuonea haya mbele za Baba yangu na mbele ya kiti cha enzi. Njoo, usiogope, pasua kwenye umati wa watu. Yule mwanamke akapasua. Njoo, acha kuona aibu, njoo pasua kwenye umati wa watu. Njoo, sema yatosha. Sogea mbele, sogea mbele. Sema yatosha. Sante Baba, sante Baba. Sogea mbele. Sante. Njoo, 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 njoo. Njoo. Sogea, sogea, sogea. Njoo. Njoo, muda wako wenyewe. Huu ni wakati wa kupatana. Huu ni wakati wa kuja kwa Yesu. Ikikuchoma, kimbia, njoo. Njoo, ndio muda wako Mungu. Njoo. Kwa nafasi yako hiyo. Usirudi nyumbani na mzigo. Usirudi nyumbani na tatizo. Ngoja nikwambie, uko mahali hapa unapiga tathmini. Je, kesho unajua patakuchaje? Kesho yako unaijuaje? Umeshajua kesho yako? Haujaijua? Tengeneza na Bwana. Nakwambia, pasua kwenye umati wa watu. Acha kuogopa, acha kuona haya, maana saa ikifika kila mmoja ataondoka vya kwake. Utaondoka vya kwako.
usiye. Naomba wahudumie hao, wahudumie hao. Inua, usiye shindwa, usiye Mtulie kidogo. Naomba utulie. Kabla sijaita watu wa maombi, naomba nisikilize hivi. Naomba nisikilize. Wakati tunaenda Kahama kuhubiri maeneo ya Masumbwe, tuko na mwinjilisti Alexi. Tulipofika hapo, Waswahili wa sasa wanasema wakatupiga difu. Wakasema wageni wamekuja, hatutawapa nafasi. Lakini katikati wakashika ibada zao, wakaanza kuhubiri. Akahubiri siku ya kwanza, akahubiri siku ya pili. Siku ya pili alikuwepo mama moja analia, yuko amekaa pembeni analia, machozi yanadondoka. Tukamkuta na Alex, akamwambia mama, unalilia nini? Akasema ninalia, mwili unauma. Alafu hapa nimepewa ndani ya siku 3, mume wangu amesema amechoka kumaliza pesa, ananiacha. Kwa ana mizigo ya aina hii miwili. Mzigo wa kwanza ni mgonjwa, mzigo wa pili anataka aachwe na mume wake kwa sababu ya magonjwa. Tukamwambia usilie, hata uko hapa usilie. Yesu yuko kwa ajili yako. Yesu yupo kwa ajili yako. Usilie, acha kulia. Yesu akawaambia msilie, hata sasa usilie. Tukamwombea yule dada, yule mama. Kesho tulipofika kwenye mkutano akatuita,
akasema, leo nimelala, mwili uko mzima, sina shida yoyote. Hata ile amani ambayo iliondoka kwa mume wangu, leo amani imekwepo. Huyo ni Yesu. Uzima wa mtu upo katika Yesu, upo katika Yesu. Wakati ninafanya maandalizi ya kuja kwenye mkutano, nyumbani alikuwepo mama moja. Nilipomwendea akasema, baba, niko hapa, nimefanywa operesheni, lakini mume wangu ameondoka. Amesema hivi, kama sitaki kwenda kwa waganga ananiacha. Nikasema, haachiki mtu kwa jina la Yesu, haachiki mtu kwa jina la Yesu, haachiki mtu kwa jina la Yesu. Haleluya! Nilipomwomba Bwana, mpaka leo mama anafurahia na mume wake. Huyo ni Yesu anayefanya, huyo ni Yesu anayefanya. Kama kuna mtu analia, njoo hapa. Yesu atakufuta machozi yako, Yesu ataondoa kilio chako. Chomoka, njoo, chomoka, njoo ili utake ufanyikiwe. Nakwambia, umba imani yako, umba imani, umba imani kama vile mnavyoumba imani kwa watu wa mafuta, na hapa umba imani yako. Yesu anatenda, Yesu anafanya, Yesu anafanya, Yesu anatenda, Yesu anatenda. Chomoka, njoo. Acha kujiuliza, acha kujiuliza, uliza maswali kwamba nitafanyaje. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Imba usiyeshindwa, imba kwa taratibu. Hindwa wewe ni Mungu. Nyanyua mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana. Wewe uliokuja hapa, nyanyua mikono yako mbele za Bwana. Yupo Mungu anataka kutenda jambo. Yuko Bwana anataka kutenda. Yupo Mungu anataka kutenda. Shida yako ni mwambie Bwana. Mwambie Bwana, niko kwenye madhabahu yako. Mwambie Bwana, niko kwenye madhabahu yako. Nakwambia, jimimine, jimimine mbele za Bwana. Bwana anataka afanye jambo kwa ajili yako. Simamisha imani yako, nyanyua imani yako, nyanyua imani yako. Shida yako mwambie Bwana, leo anataka itoe, anataka itoe, anataka iondoe, anataka itoe, anataka itoe, anataka itoe, anataka itoe, anataka itoe. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Yaani uko mahali hapa, jimimine mbele za Bwana. Mwambie Bwana, moyo wako, imani yako ipeleke mbele za Bwana. Bwana anataka afanye jambo, Bwana anataka afanye jambo, Bwana anataka afanye jambo. Naomba watumishi wa Bwana tuweke mikono juu ya watu hao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wetu weza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho, kila nguvu za mateso juu ya mama huyu, kuanzia leo ninavunja mamlaka yote ya giza katika damu ya Yesu Kristo. Nang'oa kila roho zote mbaya, ninaharibu kwa jina la Yesu. Toka kila magonjwa, kila nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Weza wa ajabu na mkono wako leo, damu ya Yesu juu ya kijana huyu. Baba, ninaachilia nguvu, ninaachilia uweza wako, ninaachilia mamlaka yako, ninaachilia moto wako katika jina la Yesu. Ninang'oa kila pando la kuzimu. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo Nazareti, ninaachilia moto, ninaachilia nguvu ya Bwana, ninaachilia uponyaji juu yako. Kila kifungo kilichofunga maisha yako, kila roho zilizofunga maisha yako, ninang'oa,
na majini na mapepo linaharibu kwa jina la Yesu. Siba wako inaung'oa kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ukaendelee kuonekana, ukajidhihirishe Baba, ukatamalaki, ukaendelee kuonekana. Damu ya Yesu ikanene mema. Moto ajabu linaachilia, linang'oa kila roho zote mbaya, linang'oa madhabahu ya kuzimu, linang'oa mauti, linang'oa roho za mauti. Toka kwa jina la Yesu. Kila roho za mauti linaharibu, linang'oa kwa jina la Yesu. Naachilia moto. Napiga kila falme, mamlaka yote ya giza katika damu ya Yesu Kristo. Uweza wako ajabu kuna koliodari na remashako. Moto ninaachilia, nguvu ya Bwana ninaachilia, uwezo wa Bwana ninaachilia katika jina la Yesu. Ninaharibu kila pando, kila roho ya kuzimu, kila roho ya mateso kwa jina la Yesu. Siba wako kuanzia leo, siba wako kuanzia leo, linaachilia moto, linaachilia nguvu ya uzima kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Inavunja kila mamlaka yote ya giza kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja kila roho zote mbaya, kila roho za mauti, kila nguvu za giza kwa jina la Yesu. Roho zote za mauti kwa jina la Yesu Kristo. Weza wako ajabu, ninaruhusu nguvu ya Bwana, ninaruhusu moto katika damu ya Yesu Kristo. Uwezo wa Bwana linaachilia moto ajabu. Pita katikati ya makutano, pita chini ya watoto wako. Kila roho za mishiba, magonjwa, mapepo na majini linaharibu, linang'oa kila uvimbe ndani ya tumbo zao, kwenye viuno, kwenye vichwa, nye mgongo. Linaachilia roho ya uzima kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya Bwana, weza wako ajabu na mkono wako ulio. Roho Mtakatifu kaendelee kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwana Mungu aliye hai, litukuzwe jina lako na mkono wako ulio. Weza wako ajabu na mkono wako wenye nguvu, pitia damu ya Yesu Kristo ya Bwana mkosi wangu, katika jina la Yesu Kristo. Weza kono koridari na mashako zilisoko, nguvu na utukufu wako. Ewe roho za mapepo, bachini, nguvu za giza, nguvu za kuzimu, toka, naharibu, napomoa, nang'oa, toka, Jesus na haya, ninaachilia moto, naachilia moto, napiga kila roho zote mbaya, nguvu za giza, kila aina mateso, kila roho za kuzimu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu. Ewe ugonjwa na mtesa mama, mwacheni kwa mikuu yote iliyoshika mapepo na kila falme, kila mamlaka yote ya giza, fire, moto ajabu kwa jina la Yesu Kristo. Weza wako ajabu na mkono wako, weza wako mamlaka na moto wako wa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Shindwa usiyeshindwa, wewe ni Mungu mkuu usiyeshindwa. Haleluya, asante, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Koja niwaambie ya kwamba Yesu akitaka kutenda muujiza, usiogope. Usifanye nini? Usiogope. Yesu kama ana uwezo wa kufufua mtu aliyekufa, ana uwezo wa kufufua mtu aliyekufa,
uwezo wa kumfungua mtu aliyefungwa. Sio ya kwamba hizo ni simulizi. Hata leo anasema anatenda kazi, hata sasa anatenda. Yuko hai tunayemhubiri, tumemhakikisha. Tumepita katikati ya milima, tumepasua, tumepita kwa wachawi, makodi, tumepita juu yao, hawakufanyikiwa kufanya lolote. Yesu tulio naye ni yuko hai. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Funika macho, nitamshukuru Mungu. Baba, uimitiwe, libarikiwe jina lako. Mtumishi wako amenyamaza, ameleta kile ulichomwagiza juu ya makutano haya. Wewe ni Baba, kuna mwingine anaweza kama wewe. Wewe ni mtenda miujiza. Wewe ndiye ulisimama katikati ya mkutano huu. Asante kwa watu wote waliokuwa na shida mbalimbali, umefika mahali hapa na kuwahudumia. Asante kwa baraka zako, asante kwa uzima ambao umeweza kuwapa. Jehova jemedari mashangu, neno lako limekwenda katikati ya mioyo na virindi vya mioyo. Baba, achilia uzima watoto wako wanakokuwa wanatembea. Neno lako ni chemichemi ya maji ya baraka, maana ulisema nitawaongoza, nitawaendesha, nitawaelekeza, nami nitabubujika ndani ya maisha yao. Bubujika katikati ya mkutano. Yaweza ikawa mwingine amesikia habari hizi, ameogopa kupita hapa mbele, lakini bado jina lako linahubiriwa, bado watumishi wako wapo. Mungu, naachilia mvua ya baraka juu ya VETA chini maeneo haya, na sauti inakofikika mahali pale kwenye majumba. Yaweza ikawa wengine wamefungwa kwa maombi haya ambao tunaomba wafunguliwe